Kwanza ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ya mtu wa Mungu ambaye katika mkutano huu wa Umalila Mungu amempa rehema sana na Mungu amemrehemu sana, kwa sababu akiwa unconscious, akiwa hajielewi, hajitambui, kwa namna ya ndoto aliwahi kuvamiwa na roho ambayo roho hiyo imempeleka kwenye kuwa na mambo ya ajabu sana na kutenda mambo ya ajabu ambayo yakihusishwa sana na masuala ya ushirikina na masuala ya uchawi, lakini Mungu amemrehemu, ameokoka. Jana ikiwa tarehe ishirini na saba katika mkutano, baada ya maombi alimanifest, lakini pia na Roho Mtakatifu kwa nguvu zake alidhihirika, lakini watu wakamwombea na akafunguka akiwa katika sifa ya kuwa hapo kwanza kabla ya kuokoka alikuwa ni mchawi, lakini sasa alikuwa anafanya kazi hizo za kutumikishwa pasipo yeye kutaka, na ametuambia jina lake hapa. Mtu wa Mungu, kwa jina lako liniambia unaitwa nani? Tabita. Okay, umesema na miaka mingapi Tabita? 45. Mimi kwanza nikupongeze sana kwa kuokoka na Mungu kukupa rehema zake na kukufungua. Umesema pale awali kwamba kuna roho ambayo ilikuvamia ukiwa umelala usiku. Ile roho iliyonivamia? Ndio. Nilikuwa natembea tu. Ulikuwa unatembea? Yeah. Ulikuwa unatembea tu. Wewe ni mzaliwa wa wapi? Nilikuwa kichaa. Ulikuwa kichaa? Ndio. Ndio ikanivamia. Okay. Kwa hiyo ulikuwa kichaa, hiyo roho ikakuvamia. Kwa maanake hata ukichaa uliokuwa nao ni ukichaa uliosababishwa na hizo roho. Ndio. Watu walikuwa wanajua kama wewe ni kichaa? Ndio. Walikupeleka hospitali? Walikupeleka kwenye maombi? Hapana, walinipeleka kwa waganga wa kienyeji. Kwa waganga wa kienyeji? Huko kwa waganga wa kienyeji ukapata. Wakati nimelala usiku, roho ikaja, mtu akaja usiku akasema Tabita. Akasema abe. Akasema amka twende. Akaja usiku akwambia amka twende. Ndio, nikaamka nikapata ufahamu. Ukapata ufahamu. Kwa hiyo wewe ulikuwa umelala, akaja mtu akakwambia Tabita amka twende. Ndio. Ukajiona umeamka, umepata ufahamu, ukaongozana naye? Ndio, nikaamka. Okay. Yule mtu aliyekufuata usingizini ukiwa umelala huko kwa waganga, unaweza ukamkumbuka mpaka leo? Yule mtu mpaka leo unaweza ukamkumbuka? Tulikwenda na wazazi. Okay. Ilikuwa ni vijiji vingine. Ni vijiji vingine? Ndio. Okay, lakini wewe ukiwa umelala usiku akaja akakwambia amka twende. Nikaamka nikakutwa niko kwenye usingizi. Nilivyoamka ndio nikapata ufahamu. Nilipoamka tukaja nyumbani. Okay. Sawa. Watu wataua na wachaji wa Mungu. Niko na mazungumzo na mtu wa Mungu ambaye anaitwa Tabita. Yeye ni mama miaka 45 katika vijiji vya Umalila. Mungu amempa rehema, amefunguliwa, ameokoka, sasa ni mtumishi wa Mungu, lakini yeye kwanza ana historia ya kutumikishwa katika roho za uchawi kwenye ulimwengu wa roho. Lakini kwanza zilianza kwamba alionekana anaumwa, alionekana ni mgonjwa, na baadaye akapelekwa kwa mganga wa kienyeji, na alipopelekwa kwa mganga wa kienyeji akajiona amelala usiku, na mtu mmoja akaja akamwambia Tabita amka nifuate, akaondoka naye. Na tangu hapo amekuwa akifanya mambo haya ya uchawi pasipo yeye kutaka, unwillingly. Kuna watu wengi sana wako kwenye wimbi hili, wanafanya mambo haya pasipo wao kutaka, wanatumikishwa. Lakini mtu huyu na yeye pia alikuwa katika kutumikishwa, na katika kutumikishwa huko amefanya kwa muda mrefu. Tabita, umefanya hivi kwenye miaka mingapi? Ulisema tangu kwa miaka mingapi umekuwa ukifanya hivi? Tangu utoto. Tangu utoto. Kwa hiyo umekuwa tangu utoto. Kwa hiyo utoto uliwahi kuumwa kichaa hapo kwanza,
wakakupeleka kwa mganga ndo akatokea haya ukiwa mdogo? Wakati kichaa. Nilikuwa wakati nimeolewa. Wakati umeolewa. Lakini haya mambo ulianza kuyafanya tangu ukiwa mtoto? Ndio. Kwa hiyo una miaka tangu kuzaliwa. Kwa hiyo sasa hivi una miaka mingapi? Almost sasa una miaka 45 umesema. Kwa maana yake ndani ya miaka 40 yote umekuwa ukiyafanya haya mambo. Ndio. Na je, kuna watu ambao unawafahamu wewe ambao mliwahi kusababisha madhara kwao? Kuna madhara yote uliwahi kuyasababishaga unakumbuka? Bila kutaja ni madhara gani mliwahi kusababisha? Nilikuwa sijitambui. Ulikuwa hujitambui? Ndio. Kwa ulikuwa unafanya pasipo wewe kupenda? Ndio. Unatumikishwa? Ndio. Okay. Na ulikuwa peke yako au mlikuwa wengi? Tulikuwa wengi. Mlikuwa wengi. Ni kwenye maeneo haya haya ya Umalila au nje ya Umalila? Haya haya ya Umalila. Haya haya ya Umalila vijijini. Okay. Na sasa Mungu amekuokoa, unamwambia nini huyu Yesu? Ninamwambia Yesu anaokoa. Yesu anaokoa. Kuna mtu ambaye anakufuatilia pale sasa hivi anaweza kuwa anasikiliza ushuhuda huu ya kwamba tangu utoto umekuwa ukifanya shughuli hizi za kutumikishwa pasipo kutaka katika shughuli za uchawi, na kuna mtu inawezekana kabisa naye pia huwa anajiona na hali hiyo, anaamka usiku anapelekwa mahala ambako hata yeye hataki. Je, mtu huyu unamshauri nini anapokusikiliza ushuhuda huu, ambaye leo umepata neema ya kuokoka na sasa unamtumikia Mungu? Unamshauri nini? Namshauri aokoke. Aokoke. Unamshauri aokoke. Okay, Tabita mama yangu, hapa tuna vitu ambavyo ulikuwa unafanyia kazi, na kuna vitu ambavyo nataka tuviombe pasipo kuvitoa, sio lazima vikaonekana. Tunataka tuviombee kwa maana ya Mungu amekupa rehema, lakini maagano haya yanavunjwa leo katika jina la Yesu Kristo. Tunayavunja maagano ambayo uliingizwa kwenye maagano pasipo wewe kutaka. Na nielewa ndio maana yule mtu aliyekufuata usiku akakwambia kwamba amka twende. Kuna watu wengi mko hapa mnaweza kuota ndoto, kuna watu wanaofuata usiku, wanawachukua wanaondoka. Usifikiri ni wewe mwili unayeondoka, hapana, ni wewe kama roho. Nikwambia kidogo kilichotokea. Ulipokuwa umelala wewe, aliyekuwa anaondoka sio huyu wa nje, ni wewe wa ndani ambaye ni roho ulikuwa unaondoka. Kwa hiyo umekwenda kuingizwa kwenye maagano ya mambo ya uchawi ambayo sasa leo tunataka tuyavunje katika jina la Yesu Kristo. Hivi ni vifaa ulivyotumia, na humu ndani kuna sitasema vyote, kuna baadhi ya nguo, lakini pia kuna mbegu za mahindi, na mbegu za mahindi hizi zina rangi, lakini pia kuna vitu kadha wa kadha ambavyo sitaki kusema ambavyo vimekuwa vikitumika kwenye shughuli hiyo. Na kama utawiwa, kwa sababu tayari umeshafunguliwa, nataka tuvichome hivi moto katika jina la Yesu. Nanielewa Uko tayari? Umeachana kabisa na mambo haya? Hebu sema maneno haya. Sema, Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, maagano ya uchawi niliyoingizwa miaka mingi, ongeza sauti, miaka mingi, tangu utoto wangu, ule uchawi niliyoshikamanishwa nao na vifaa vyake vya kutendea kazi, leo na vichoma moto. Ninajitenga na maagano ya kichawi kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Neema na amani ziwe nanyi watu wataua na wachaji wa Mungu. Niko na mtu wa Mungu ambaye sasa ameokoka, anampenda Yesu, anaitwa Tabita, mwenye miaka 45, ambaye Mungu amemfungua kwa namna kitofauti sana katikati ya mikutano hapa Umalila, ambaye alikuwa anatumikishwa pasipo yeye kupenda, pasipo yeye kujua, katika shughuli za uchawi hapa kijijini na maeneo kadha wa kadha. Na anasema amefanya kazi hii kwa muda mrefu sana, tangu akiwa mtoto. Watu wa Mungu, popote pale ulipo, inawezekana uko hapo unatusikia na wewe unatumikishwa pasipo kupenda. Neema imefunuliwa, mkimbilie huyu Yesu ili uweze kupata wokovu. Kwanza nikupe mkono, pongezi ya kuokoka. Mungu amekupa neema, nakupa mkono tafadhali. Usiogope, nakupa mkono. Mimi wala sina neno. Haleluya.
Sina neno wala mimi sikuogopi wala siogopi chochote, sawa? Kwanza saizi umekuwa mtu wa Mungu na umekuwa mtu mzuri, nikukombatia kidogo wao. Hongera sana. Haleluya. Sawa. Tutachoma hivi moto ili kwamba kukutenga we na mambo haya yote. Umenisikia eh? Sasa umeshaokoka, mtumikie Mungu, utarudi nyumbani bila hivi nabaki madhabahuni hapa, tunachoma moto. Wow. Neema na amani ziwe nanyi watu wataua na wachaji wa Mungu. Mungu abariki sana kwa ajili ya wakati huu mfupi. Utatuia radhi kwa sababu sura ya mpendwa wetu haitoweza kuonekana kwa sababu za kimaadili na za kiutu.